Ukraine yashambulia mji muhimu wa bandari wa Urusi. Mzozo huo umeendelea kuchukua sura mpya ambapo ikulu ya Urusi imeapa kuzidisha mashambulizi yake ya kijeshi nchini Ukraine na kuyatupilia mbali madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba nchi hiyo sasa haina uwezo. Ukraine imefanya shambulio la droni Jumatano katika mji wa kusini wa Urusi wa Novorossiysk na kuua watu wawili na kujeruhi wengine 6. Mamlaka zimesema kwenye taarifa kupitia channel ya Telegram kwamba hali ya hatari imetangazwa katika mji huo ambao ni bandari kuu ya Urusi katika Bahari Nyeusi na wenye vivutio muhimu vya usafirishaji wa mafuta na nafaka. Mzozo huo umeendelea kuchukua sura mpya ambapo mapema ikulu ya Urusi iliapa kuzidisha mashambulizi yake ya kijeshi nchini Ukraine. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump naye pia alitupilia mbali madai ya kwamba Urusi itazidisha mashambulizi. Trump alisema kwamba Ukraine ina uwezo wa kuyarejesha maeneo yake yote yaliyochukuliwa na Urusi, ambayo kulingana na kiongozi huyo uchumi wake kwa sasa umedorora. Ndivyo anavyodai, lakini Urusi masuala ya uchumi hajazungumza. Msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov amesema kwamba baada ya Trump kusema Ukraine inaweza kurudisha maeneo yake yote yaliyochukuliwa na Urusi kwa kuwa kwa sasa uchumi wake umedorora, anasema Kremlin haina chaguo jingine zaidi ya kuendeleza mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Ukraine, huku ikipinga madai ya rais wa Marekani. Msemaji rasmi wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova ameelezea shambulio la ndege zisizo na rubani za Ukraine kwenye ofisi ya Caspian Pipeline katika mji wa bandari wa Bahari Nyeusi wa Novorossiysk kama ishara kwa Umoja wa Ulaya, akiwaambia wasishangae serikali ya Kiev itakapoanza kuboresha ujuzi wake wa ugaidi kwa kushambulia miundombinu ya Ulaya. Anasema utawala wa Kiev unagonga miundombinu ya kiraia, vifaa vya kuzalisha umeme, viwanja vya ndege. Hii ni ishara kwa Umoja wa Ulaya. Haipaswi kuwashangaza wakati Bankovaya itaanza kuangaza ujuzi wake wa ugaidi zaidi na zaidi, wakati huu ikilenga viwanja vyao vya ndege, vituo vya kuhifadhi mafuta na mabomba ya gesi. Vilevile utawala mpya wa Marekani unaongozwa na Rais Donald Trump umeanza kutambua kwamba mazungumzo na makubaliano na Urusi yatasaidia kuzuia vita vya kidunia vya tatu. Mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Crimea kwa rais wa Urusi Gregor Muradov anasema duru tawala za nchi za Ulaya hazikutaka na bado zinakataa kuona kukubali kwamba Urusi ni nguvu ya nyuklia na inaweza kutumia njia yoyote kujilinda. Uadilifu wa eneo lake, kulinda usalama wake wakati wa Marekani pamoja na kuwasili kwa utawala mpya walielewa kuwa ni muhimu kufikia makubaliano na Urusi, alibainisha. Muradov alisisitiza kuwa chini ya hali kama hizi, ili kutatua mzozo wa Ukraine, ni muhimu kurudi kwenye mazungumzo juu ya usalama wa usawa na usiogawanyika ambao Urusi ilisisitiza kushikilia mnamo 2021. Vilevile, Kazakhstan sio mpatanishi katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine na haijioni katika jukumu kama hilo. Rais wa Kazakh Kassym-Jomart Tokayev anasema, akiongeza kuwa pande zote zina uwezo kufanya mazungumzo kwa uhuru. Anasema jamhuri inaweza kufanya zamu nzuri na kutoa jukwaa la mazungumzo ikiwa pande hizo mbili ziko tayari kwa hilo. Kazakhstan sio mpatanishi katika mzozo wa kijeshi kati ya Urusi na Ukraine, haijioni kuwa kitu kimoja. Kwa maoni yangu, pande zote mbili zina uwezo wa kufanya mazungumzo juu ya masuala yote yenye ubishani kati ya pande mbili na katika ngazi mbalimbali. Jamhuri inatetea kuanza kwa mazungumzo ya moja kwa moja katika ngazi ya juu kati ya Urusi na Ukraine, lakini kazi ya awali inahitajika ili kufikia maelewano. Tokayev aliongeza, wakati sio mpatanishi, Kazakhstan iko tayari ikiwa ni lazima kutoa ofisi zake nzuri kama ukumbi wa mazungumzo na mikutano katika ngazi zote. Vilevile, Volodymyr Zelensky inaelezwa kwamba hahitaji mazungumzo au suluhu. Alikuja kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuomba pesa na silaha ili kuendeleza umwagaji damu. Balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kwa uhalifu wa utawala wa Kiev, Rodin Miroshnik, anasema dikteta wa Ukraine hahitaji mazungumzo wala suluhu. Alikuja New York kuomba pesa na silaha ili kuendeleza umwagaji damu. Kulingana na Miroshnik, serikali ya Kiev inafanya kila iwezalo kuunda hali ya umwagaji damu kwa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwa uwezekano wote. Kulingana na mpango wa Wanazi, uwepo wa dikteta wa Ukraine kwenye UNGA unapaswa kuambatana na miito ya damu ya raia na mgomo kwenye malengo ya kiraia. Kwa muda wa siku 3 zilizopita, makazi katika mikoa Belgorod, Zaporizhzhia na Kherson pamoja na Jamhuri ya Watu Donetsk na Lugansk na mashambulio makubwa yamekuwa yakifanywa na Moscow. Miroshnik alisisitiza kuwa katika muda wa siku 3 zilizopita, raia 117 ikiwa ni pamoja na watoto 7 wameathiriwa na vitendo vya uhalifu vya askari wa Ukraine na 14 kati yao wameuawa ikiwa ni pamoja na watoto 3. Ukraine inatarajia kupokea dola bilioni 15 kutoka nchi za magharibi mwaka 2025-26
ili kuendeleza eneo lake la kijeshi na viwanda, kulingana na mpango uliowasilishwa na serikali ya Ukraine kwa Rada Verkhovna. Kulingana na waraka huo, ifikapo Disemba 31, 2025, serikali ya Ukraine inakusudia kuhakikisha ufadhili wa kampuni ya ulinzi, viwanda vya Ukraine na washirika kwa kiwango cha angalau dola bilioni 5, ikiongezeka hadi angalau dola bilioni 10 mwaka 2026. Kwa ujumla, ufadhili wa sekta ya ulinzi wa Ukraine unatarajiwa kuongezeka mara 2 ikilinganishwa na 2025, ingawa kiasi halisi hakijabainishwa. Vilevile watu wawili wamejeruhiwa katika shambulio la Ukraine kwenye mji wa pwani wa Bahari Nyeusi wa Tuapse. Kituo cha kukabiliana na mgogoro cha mkoa wa Krasnodar kinasema shambulio la serikali ya Kiev dhidi ya Tuapse liliacha watu wawili na majeraha, mmoja wao akiwa mtoto. Walilazwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya. Hakuna uharibifu wa miundombinu ya jiji uliripotiwa. Mapema siku hiyo, mkuu wa wilaya ya manispaa ya Tuapse Sergei Boyko alifahamisha idadi ya watu kuhusu uwezekano wa shambulio baada ya boti zisizo na rubani kuonekana katika Bahari Nyeusi. Hapo hapo kwenye uwanja wa kivita, idadi ya watu waliojeruhiwa katika shambulio la ndege zisizo na rubani za Ukraine katika mji wa Novorossiysk kusini mwa Urusi imepanda hadi 11, huku wawili wakiwa katika hali mbaya, Meya Andrei Kravchenko anasema Jumatano. Waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov amefanya mkutano wa baraza la kiufundi kuhusu maendeleo ya mfumo wa udhibiti wa ndege zisizo na rubani na njia za kuboresha ufanisi wake. Baraza la ufundi lilichunguza utumiaji wa mifumo isiyo na rubani na wanajeshi na vilevile masuala yanayohusiana na ukuzaji wa ufahamu wa hali na udhibiti wa kiautomatiki wa mifumo isiyo na rubani, ikijumuisha utumiaji wa teknolojia za kisasa kama vile akili bandia ambayo itasaidia kukamata ndege hizo na mitandao ya neva. Vilevile, takriban 80% ya misheni ya zimamoto katika eneo maalum la operesheni ya kijeshi hufanywa na ndege zisizo na rubani. Waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belosov anasema uzoefu wa operesheni maalum ya kijeshi umeonyesha kuwa matumizi ya ndege zisizo na rubani yameongezeka kwa kasi hivi karibuni katika eneo maalum la operesheni, wanahusika katika 80% ya misheni ya zimamoto. Belosov alibainisha kuwa mafanikio ya operesheni za askari yamedhamiriwa kwa kiasi kikubwa na udhibiti mzuri wa ndege zisizo na rubani. Vilevile jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1495 katika mapigano na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mapigano katika muda wa saa 24 zilizopita, kulingana na data ya hivi punde kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi siku ya Jumatano. Vilevile wanajeshi wa Urusi wameshambulia vituo vya umeme ambavyo vilisambaza kwenye upande wa majengo ya kijeshi na viwanda vya Ukraine. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.